Mwakilishi wa jimbo la Ziwani Suleiman Makame Ali amewataka walimu, wazazi na walezi kuwa na mashirikiano wa pamoja katika kuwahifadhisha kitabu cha Qur'an ili kuwawekea miongozo mema ya maisha yao ya baadaye. Ameyasema hayo mara baada ya kumalizika kwa mashindano ya Qur'an huko katika skuli ya msingi Dr. Philip Mpango iliyopo Kwale, jimbo la Ziwani, Chake Chake, Pemba. Kwamba kwa kweli mmefanya kitu kizuri na ni kitu ambacho kesho na kesho kutwa faida yake tutaiona katika jimbo letu. Niwaombe sana wazee, kwa kuachia walimu peke yao. Mwalimu ana watoto 90 katika madrasa, aende akamtafute na 91 aliyeko msituni hakwenda madrasa, ametoka kule na msafu wake au na vizuu yake. Kwa kweli mwalimu tunampa kazi nzito. Mara nyingi ninapokutana na jamii kuhusu masuala ya elimu, nazungumza ili tuweze kupata elimu iweze kupatikana, lazima elimu 4 ziwepo na ziweze kusimama. Elimu ya kwanza ni mwalimu. Walimu tayari wapo, wanajitolea, hawana mishahara, wanafanya hiyo kazi. Elimu ya kwanza. Elimu ya pili ni mwanafunzi, awe tayari kusoma. Lakini elimu ya tatu ni wewe mzee, uweze kumuhimiza mtoto wako ili aweze kwenda madrasa. Elimu ya 4 ni mazingira, sehemu ya kusomea. Nikuombeni sana katika suala la kuwatunza watoto wetu hawa. Mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Kwa hiyo tujitahidini sana katika kuwasomesha, na kwa kweli mimi niwapongeze watoto wote hapa. Watoto wetu hawa hakuna alofanya vibaya, wote wamefanya vizuri. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuwaombe dua waweze kufanya vizuri zaidi. Kwa upande wake, Sheikh wa Shehia Kwale Khamis Suleiman Ali amesema kuwa wazazi na walezi wana jukumu la kuwaelekeza watoto wao katika masuala ya dini. Vijana wadogo wanahitaji kuelekezwa, na kuwaelekeza vijana wale ni sisi wazazi. Usikae majumbani kwa ajili ya kuweza kuacha mkono wale watoto. Watoto wetu ni wadogo sana. Bila ya kuweza kuwapa msukumo, ina maana wale watoto hawezi kuendelea. Tusiwekeze, kwa sababu mtoto ni taifa tunalolitegemea. Mtoto bila kumtengeneza hawezi kufikia malengo tunayoyahitaji. Leo umekuwa na ushawishi mkubwa sana kupitia vitendo vya udhalilishaji, na sisi wenyewe wazazi tumekuwa mashuhuda. Akisoma risala ya mashindano hayo, katibu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Waislamu wa Madrasa jimbo la Ziwani Harith Suleiman amesema Qur'ani ni msingi wa haki katika maisha ya mwanadamu. Lakini tukaona kwamba Qur'ani ni msingi wa haki na Qur'ani ni msingi wa maisha ya mwanadamu. Laiti ingalikuwa si Qur'ani, basi mwanadamu asingeweza kutukuzwa katika mtukuzo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Qur'ani ndio maisha na akhlaki za mwanadamu kwa kila kitu mshimani. Kwa hiyo kwa jambo hili tulilofanya, tunasema kwamba sisi tumepatia. Mheshimiwa mgeni rasmi, hakuna jambo lolote linalofanywa lisiwe na changamoto. Changamoto ya kwanza, tunaandaa shughuli hii, hatuna hata chanzo cha kuanzia. Mashindano hayo yaliyoandaliwa na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani jimbo la Ziwani yameshirikisha zaidi ya madrasa 70 ambapo yamezinduliwa kwa mara ya kwanza ndani ya jimbo hilo, lengo ikiwa ni kuwajengea watoto wa Kiislamu miongozo mema na kuwaepusha na vikundi viovu. Kutoka Pemba, Fatma Suleiman.